Habari hii inatokea jijini Arusha. Ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lebabas. Wanafunzi wa chuo cha ufundi Arusha wameonyesha uwezo wao wa kubuni na kuja na miradi ya teknolojia mbalimbali zinazoweza kutumiwa na jamii kuondoa changamoto zilizopo. Miongoni mwa bunifu hizo ni vifaa vinavyoweza kutumika majumbani, ikiwemo ugunduzi wa stendi ya mtungi wa gesi ambao huwa unatoa taarifa gesi hiyo inayotumika majumbani inapokaribia kuisha kupitia njia ya simu. Lakini pia amegundua kifaa kingine cha kusaidia kuona mishipa ya damu kwa urahisi kwa wataalamu wa afya. Kama hapa wanavyoonyesha wanafunzi hao wa chuo hicho katika maonyesho wiki mbili za tafiti na ubunifu na ujasiriamali katika chuo cha ufundi Arusha. Okay, kwa majina naitwa Emilian Kazingoma, ni mwanafunzi wa Arusha Tech. Sisi tumevumbua hii project kwa ajili ya kutengeneza keji ambayo itakuwa ina uwezo wa kupima kiwango cha gesi kilichobakia kwenye mtungi. Na hii ni kutokana na kwamba kwenye maisha yetu ya kawaida huko mtaani kuna yale mazingira ya kwamba mtu ana uwezo wa kutumia gesi lakini ikamuishia bila yeye kujipanga kiuchumi. Kwa hivyo sisi tumekuja na solution kwa watu kama hao ili mradi waoneshe kiwango cha gesi ambacho kimesalia kwenye mtungi wake. Na hii keji ina display amount of gas by means of percentage kwa asilimia, kwamba kwenye gesi yetu zimebaki asilimia kadhaa, kwenye mtungi wetu tumebakiwa na gesi kwa asilimia kadhaa. Lakini kana kwamba haitoshi, hii keji ina uwezo wa kutuma ujumbe kwenye simu ya mtumiaji wa ile gesi husika kwamba inapofika asilimia 15 ya gesi yake kuwa ndio imebakia, inatuma ujumbe wa kwa simu yake kwamba gesi yako imekaribia kuisha, tumebakiwa na asilimia 15, ili mradi kumweka tayari yule mtumiaji wa gesi aweze kujiwekeza kiuchumi ili kupata kiasi cha pesa ambacho ataweza kununua gesi itakapoisha. Kana kwamba haitoshi, hii keji ina uwezo pia wa kutuma message gesi itakapoisha kabisa. Kwa hiyo kiwango cha gesi kikiwa kimemalizika kabisa kwenye mtungi wake, basi ataweza kupata ujumbe kupitia hii keji, kupitia simu yake kutoka kwenye hii keji, wa kumueleza kwamba gesi yako imeisha kabisa, ili aweze kwenda kununua mtungi mwingine na kuweka hapo. Kwa lengo ni kumaliza tatizo kama hilo ambalo lipo mtaani kwetu. Kwa majina naitwa Hanan Mohamed Nur, ni mwanafunzi wa chuo cha ufundi Arusha. Niko pamoja na wenzangu tunasomea uhandisi wa umeme na vifaa tiba, yani electrical and biomedical engineering. Sisi hapa tumekuja na kifaa kinachoitwa vein viewer. Hichi kifaa kitasaidia manesi, madaktari, watu wa afya kuweza kuona mishipa kwa urahisi ili kuweza kuwachoma wagonjwa kwa muda mfupi na muda mchache. Tunaongelea wale watu kwa mfano wa emergency, mtu anakuja na matatizo yake, anahitaji sindano ya haraka. Nesi anaanza kutafuta mshipa na ukosa. Kwa hiyo sisi hapa kifaa chetu kitaweza kuwezesha kwa urahisi kuona hiyo mishipa na kufanya huduma ya afya iweze kwenda kwa uharaka zaidi. Mkuu wa chuo hicho Dr. Musa Chacha hapa anaeleza mikakati ya chuo hicho katika kuendeleza bunifu hizo ili kuwasaidia wanafunzi hao kufika kwenye malengo yao. Kuna zile ambazo wameziona kwamba labda pengine zimeshinda, na nyingine ambazo tuziona chuo cha ufundi Arusha tuta incubate ideas zote ambazo tunaona kwamba zinaenda kusaidia Watanzania katika kutatua changamoto zao. Na najua kwamba pale nitakaposhindwa, nikigonga hodi ofisini kwako, kwa kuwa umeziona, utanipa msaada kuhakikisha kwamba hizi tunazifanikiwa. Na naomba nichukue nafasi hii mgeni rasmi kuwashukuru sana organizing committee ambao wametufanyia kazi kubwa ya kuandaa zoezi hili na kufanikiwa mpaka hapo tulipofikia. Lakini vile vile I should also take this opportunity to thank our colleagues from United States of America. They are really good friends of ours, and we hope we continue in this endeavor to make sure that we solve the challenges not only in Tanzania but also those that exist in your country. Yes. After saying this, thank you very much. Mgeni rasmi, asante sana. Naomba nikukaribishe wewe ndio nataka kuongea na sio mimi siku ya leo. Asante sana. Naye mgeni rasmi aliyefunga maonyesho hayo, mkurugenzi wa elimu ya ufundi kutoka Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Dr. Frederick Salukale, amepongeza chuo hicho cha ufundi pamoja na wanafunzi ambao walionyesha bunifu mbalimbali. Kwa hizi startup companies, please, mwaleta Brela hapa, mwalete tena, mwambie sasa unasaidia vipi hizi kampuni changa ambazo zinaanza kukua, zinasaidiwa vipi?
Tungependa kuziona sasa hizo spin-off companies zinazotokana na hizo startups zikigrow. Zipo kampuni zimegrow na zilianza hivi. They started small. Kwa Kiswahili wanasema hata mbuyu ilianza kama mchicha, si ndio? Ilianza mdogo. I am looking forward to the third Innovation Week. But the second was not made public enough. You must publicize. Yani hata niwe wenyewe wabunifu, wewe mwenyewe record huo ubunifu wako, alafu anza kuupost. Utatrend tu. Mwingine ataurepost na kurepost. Wenzetu wa vyombo vya habari tunaomba kuifikisha hii salamu hii inayosema, naomba muende mkawatangaze hawa vijana. I love what you've done. I liked everything that you've exhibited, na hata wale ambao kupata nafasi, na kama nilivyosema, nadhani mwenyekiti wenu wa kamati alisema mawazo yote ni bora. Sisi nimerudia sawa Dr. kuja mwenyekiti kamati alisema maneno haya. Mawazo yote ni bora. Yale kama maneno yako haya. Na mimi nanukuu hivyo. Mawazo yote ni bora. Sasa mimi naongeza sentence moja. Na nyie wote ni washindi. Having said that, I thank you very much. Hello everybody, I'm Delphine Dean. I'm Chair of Bioengineering at Clemson University. And you'll excuse me speaking in English. My Swahili is not good, but I am learning. I want to thank ATC for inviting us to the Innovation Week. It has been very impressive. I'm really excited by all the innovation I saw from all the students and their passion to make their projects actually go out and get developed and pushed out in practice and actually help people. It was very inspiring. I hope that we can all come together again next year for the third Innovation Week. And I really look forward to continuing collaborations. It's been an honor for me to be here, especially I think the first time I was at ATC was in 2015, and the growth and excitement in the programs I've seen has been great. So I look forward to more continued international collaboration, and see you next year. Asante sana. Tunashukuru sana wenzetu wa Clemson. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.